Kuna taarifa na minong'ono inayozunguka kwamba mchekeshaji Asma Majid amenyang'anywa gari lake la Mitsubishi Outlander lililonunuliwa kwa mkopo. Hata hivyo bado hizi ni rumors tu na minong'ono na si habari zilizothibitishwa rasmi na Asma mwenyewe na vyanzo vya uhakika hadi sasa. Sasa chanzo cha taarifa, habari hii imeenea sana katika mitandao ya kijamii hasa Instagram, TikTok, na mwishoni wa wiki iliyopita video moja maarufu ilikuwa inasema kwamba jana kulikuwa na siku mbaya kwa kipenzi chetu Asma Majid. Inasemekana Asma amenyang'anywa gari lake aina ya Outlander baada ya kushindwa kulipa mrejesho ya mikopo aliyochukua. Pia inatajwa kuwa asubuhi hiyo alionekana akipanda bajaji akijaribu kulipia ili akakomboe gari. Sasa wakati Asma aliponunua hilo gari, hii ni karibu na Septemba 2025, maeneo hayo hayo ilikuwa ni la msaada wa mkopo. Kuna matangazo na video zake mwenyewe alipokuwa akijivunia kwamba Outlander yake mpya, na baadhi ya wauzaji wa magari Tanzania hutoa mikopo kwa kulipia 40% nchini na kupanga malipo ya mabaki kwa miezi 24 au zaidi. Hivyo ni kawaida kwa magari mengi mapya kati ya wasanii na vijana kwenda kukopa na ni jambo la kawaida sana. Sasa hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa Asma mwenyewe, na inasemekana tu kwamba inatokana na video za posti za watu wengi katika mitandao ya kijamii wakionyesha huruma na kutoa ushauri kuhusu umakini wa mikopo. Asma hajatoa kauli hadharani na kukiri au kukataa hadi wakati huu, na inawezekana ni tatizo la malipo lililochelewa, na inaweza kuwa labda ni minong'ono tu kutokana na umaarufu wake. Sasa Asma Majid huyu ni mchekeshaji maarufu sana Tanzania na anajulikana kwa ucheshi wake na maudhui ya burudani. Alinunua gari hilo kama ishara ya mafanikio yake na kulikuwa na sherehe ya surprise kutoka kwa marafiki ambao ni mfano kiredio, lakini kama ilivyo kwa wengi, gharama za maisha na marejesho za mikopo zinaweza kuwa nzito. Riba huwa ni kubwa na malipo yanapocheleweshwa, benki au makampuni ya mikopo yanaweza kuchukua gari. Sasa mikopo ya magari inahitaji nidhamu kubwa sana ya kifedha. Wengi wanaanguka kwenye shida kama hii, na so kwa upande wetu Tanzania tu, hadi Kenya, kwa sababu ya riba kubwa na mabadiliko ya kiuchumi. Kama ni kweli sasa hapa kuna somo, na baadhi ya wasanii au watu wengine wapate somo kwa kupitia taarifa hii ya Asma kwamba yeye alikopa na baadaye alikuja akanyang'anywa. Sasa tunamsubiri Asma aje athibitishe taarifa hii, kwa sababu inasambaa sana mitandaoni na yeye mpaka sasa hajatoa jambo lolote kuhusu taarifa hii. Sasa tuambie una maoni gani, na wewe tuandikie hapo kwenye uwanja wa comment section. Pia usisahau kusubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu kila wakati.